Waheshimiwa, baada ya kuizundua ilani, wajibu wetu ni ukibeba ilani ile, kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, si ilani ya secretariat, si ilani ya kamati kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Sasa kwa urahisi wa utekelezaji wa ilani hiyo, nimemtaka katibu mkuu na mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa ilani tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake, iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Vitabu hivyo vikimaliza kutengenezwa vitagawiwa mikoani, na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii. Wasia wangu kwenu ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki. Ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi, kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama. Tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1, 2, 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yeye anakuwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimo hivi. Kwa hiyo ukicheza ngoma si yako utaharibu na utajulikana tu, lazima utasema mie siye jamani. Ndio haya yanayotokea. Kwa hiyo twendeni tukachuje kwa ustadi mkubwa,
tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu. Tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea, tunaomba watoe taarifa mapema, watupishe. Mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi na yeye yumo, lakini alishaniletea jina lake mapema kwamba mimi bwana, ukiamua tu mimi natoka. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina, bado upande wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tukikuacha mpaka uchukue fomu tayari utakuwa umeshasababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe 1 mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa, na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji tunataka kuziingiza kwenye mafunzo. Sasa wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo hayo ndio maagizo yangu kwa katibu mkuu, lakini na kwa kamati za siasa za mikoa na wilaya. CCM oyee! Waheshimiwa, katika kugombea huku kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije. Lakini kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko wanasema katumwa aje. Nataka niwaambie, si mimi, si rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi tuna nafasi zetu 10. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi, wale tunaowataka tuna nafasi 10. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa, au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatujatuma watu. Huu ni uwanja uwazi, CCM oye! Huu ni uwanja uwazi. Kila mtu ajipime uwezo wake, aingie kwenye mchezo. Hazuiwi mtu. Ajipime uwezo, aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka. Lakini tukimaliza kuamua, chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa. Nawaomba sana mnapokwenda kuchuja, tuleteeni watakaoweza kuitekeleza kazi ya kuimarisha ustawi wa watu na taifa letu kwa ujumla. Sio tu mtu kaja mradi kaja. Mtu ambaye tukimpa kazi ya kufanya atabeba na atafanya. Mtu ambaye anajua mimi nimechukua jimbo na wajibu wangu ni nini kwenye jimbo. Watu wa aina hiyo, msilete watu mradi tu mtu. Kwa hiyo niwaombe sana vikao vya uchujaji, katendeni uadilifu, katendeni haki. CCM oye! Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, ninapomalizia niwapongeze tena kwa kazi kubwa mlioifanya, na niwatakie wote nyote safari njema mnaporudi kule tulikotoka. Aidha, baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba
Mkutano mkuu maalum wa CCM wa Taifa, mkutano mkuu wa CCM ngazi ya taifa sasa umefungwa rasmi. Mwenyezi Mungu awabariki, awatilie baraka na awalinde, ailinde nchi yetu, tumalize uchaguzi kwa amani kabisa, na waangamize wote wanaotaka kuitia nchi yetu kwenye majanga. Nashukuru sana. CCM oyee!